tunaendelea na pastor wetu Msenzelo amefundisha sana somo hili na tukafikia kwenye kipengele kile cha mambo matano ya kuzingatia katika kutoa. Na siku ya Jumatano tuliangalia jambo la kwanza, toa kwa moyo safi. Mathayo ile 5:23 tukasoma mpaka 26. Lakini pia leo tutaangalia sehemu ya pili, B yake, toa kwa imani na upendo. Na labda nizieleze zote uandike, ingawa leo hatutamaliza zote. Hiyo kutoa kwa imani na upendo ni Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 3. Lakini pia si toa kwa moyo wa shangwe, Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7. Namba 4 kwa maana ya D, toa kwa hali ya ibada. Unatoa kwa hali ya ibada. Zaburi ya 96 mstari wake wa 8. Na namba 5 kwa maana ya E, usitoe kwa kujionyesha au kwa kulazimishwa. Ile Mathayo sura ya 6:1 mpaka 2. Ndivyo ambavyo vipengele vya kuangalia sana wakati wa kutoa au mambo ya kuzingatia katika kutoa. Leo tutaenda B ambayo inasema toa kwa imani na kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nikisema haleluya maana yake Bwana asifiwe, unasema amina kwa nguvu. Sasa tuangalie andiko la Wakorintho wa kwanza sura ya 13:3. Sasa naomba tuanze mstari wa kwanza. Projector popote ulipo, tuanze mstari wa kwanza kwa pamoja mpaka mstari wa 11. 13:1 mpaka 11. Maandiko nasema hivi: nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. 2. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. 3. Nasema tena nikitoa mali zangu zote. Hapo sasa ndo mstari wetu wa msingi sana, kuwalisha masikini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidii kitu. Namba 4. Upendo huvumilia, ufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. 6. Anasema haufurahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. 7. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Twende. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwepo unabii utabatilika, zikiwepo lugha zitabadilika, zitakoma, yakiwepo maarifa yatabatilika. 9. Nasema kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabatilika. Malizia wa 11. Nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Libariki kwa ajili ya majira haya na wakati unaofaa, kwa ajili ya masikio haya
na nafsi na moyo na roho hii katika jina la Yesu. Amen. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Haleluya. Sasa basi, jambo la msingi kwenye mstari wa 3. Jambo la msingi sana kwenye mstari wa 3. Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Mtume Paulo, ama alikuwa Mtume Paulo. Kwa sasa tungesema mzee, maana tayari angekuwa ameshazeeka. Mtume Paulo, lakini hilo jina amekuja kulipata baadaye sana. Kabla alikuwa anaitwa Sauli wa Tarso. Alikuwa msomi wa dini ya Kiyahudi ya Kifarisayo, very educated ya dini ya Kiyahudi, msomi, amejaa maarifa. Torati yote iko hapa, na humwambii kitu kwa habari ya Torati. Na maandiko yananiambia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia sura ya 8 pale, sura ya 7, wakati injili imepamba moto Yerusalemu, Wayahudi wakaanza kuwachukia waongofu ama wanafunzi ama watu wa njia ile. Kabla hawajaitwa Wakristo, walikuwa wanaitwa watu wa njia ile. Haleluya. Injili imepamba moto, watu wanaokoka, miujiza inatokea, watu wanafunguliwa, vilema wanatembea. Kama Petro na Yohana kwenye sura ya 3 walipokuwa wanaenda hekaluni, wakamkuta yule kiweta tangu kuzaliwa anaomba sadaka pale mlangoni. Petro anamwambia, sisi hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho, kwa jina la Yesu simama. Akasimama akaanza kutembea. Watu wameona miujiza, watu wameona watu wakiponywa. Wayahudi, Mafarisayo, dini ya Kifarisayo na Masadukayo wakaanza kuona wivu. Miongoni mwao alikuwa anaitwa Sauli. Wakampiga Stefano kwa mawe, akafa. Na mavazi yake Stefano yakawekwa chini ya Sauli, ambaye baadaye aliitwa Paulo huyu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikampendeza Paulo ama Sauli kuandika barua kwamba nataka barua kutoka kwa makuhani, kwa Pilato, kwa Herode, niende mtaa kwa mtaa, mji kwa mji, nchi kwa nchi, nikawaburute hawa wanaoitwa watu wa njia ile. Akapewa barua na muhuri ikagongwa. Sauli huyo akiwa naongoza kikosi cha watu, yeye akiwa mbele, kamanda, anawatafuta Wakristo ili awaburute, awapige, awaue. Maandiko yanasema kwenye sura ya 9 kitabu cha Matendo, alipokuwa akielekea Dameski, Syria, kabla hajafika mjini, Yesu akamtokea. Mwanga mkali sana ukamtokea. Akasikia sauti ikisema, Sauli, 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 mara 3, mbona unaniuzi? Pale pale akaanguka na akapewa majukumu pale pale, nenda huko nako kwenda, lakini hutaenda kuwachukua Wakristo. Safari hii unaenda kubadilishwa. Na anaingia mjini Syria, Dameski, akiwa kipofu kwa sababu ya mwanga ule kutoka mbinguni. Anafika mahali ambapo ameelezwa kutane na mtu ambaye atamsaidia. Na Mungu anamwambia na Anania, si ndio kwamba kuna mtu anakuja anaitwa Sauli wa Tarso, mwambie 1, 2, 3. Anania anasemaje? Anasema, nimesikia habari za mtu huyu, jinsi alivyowafanya Wakristo huko Yerusalemu, na hapa penyewe ana barua kutoka kwa wazee, awashike, awakamate, awapeleke Yerusalemu. Anasema sasa tayari ni chombo changu. Haleluya, haleluya. Mimi now I have become
realize that kila mtu aliyoko duniani hapa, maisha yake sio kwa sababu yake. 99.9% maisha yake ni kwa ajili ya watu wengine. Ni mimi huyu nimefanya research. Mfano halisi, Pastor Banda hapa, Mchungaji Joshua Banda. Sio kwamba yeye amewekwa na Kristo hapa apate faida yeye. Hapa amewekwa na Kristo ili Kristo apate faida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mapepo yenyewe yanayotolewa hapa yanayopelekwa shimoni, magonjwa yanayotolewa hapa, wewe unafikiri kwa sababu ya faida ya Pastor Banda? Hapana. Yeye mwenyewe kila siku anasema jamani, hii kazi ni ya nani? Ni ya mwenyewe Kristo. Kwa hiyo 99.9% ya maisha ya mwanadamu sio kwa ajili yake, ni kwa ajili ya watu wengine. Haleluya. Hata mimi mwenyewe wakati namwambia Mungu nataka nikujue, mimi wakati niko mchanga na mtafuta Mungu nimjue wa Biblia mambo ya ajabu sana. Unajua kwenye kumtafuta Mungu kuna mchanganyiko mwingi sana. Moto umewaka. Niko pale kwa mchungaji Madembwe Kitunda pale Dar es Salaam, ndo nimetokea hapo na nimeokokea hapo. 2013 ndo nimeokoka. Moto umewaka. Tunaenda kuhubiri, bado mchanga. Yaani nina siku 3-4 wiki ngapi hizo, lakini wakanipeleka mtaani kuhubiri. Moto unawaka moyoni. Moto unawaka. Sasa siku moja, si mchanga, siku moja nikawa nasikiliza redio usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili. Nasikiliza redio kwenye simu. Tumishi mmoja akawa nahubiri kwenye simu. Unajua hawa watu kwenye redio, hawa usipoangalia vizuri, jamaa hatari sana. Sauti ni kama ya Pastor Damson, akisema lazima uvutike, ya kubembeleza, yani sauti imetoka. Nikasema mbona hapa kama kuna kitu hapa. Kumbuka moyoni mimi namtafuta nani? Nataka nimjue Mungu. Jamaa anahubiri. Wewe unapopanda gari, ukitokea Mbezi, ukitokea Ubungo, unashuka Mbezi. Ukitokea Kinyerezi, unashuka Mbezi. Wewe shuka Mbezi. Ukishuka Mbezi, kama unaenda njia Morogoro, mkono wako wa kulia tuko hapo. Mimi mchanga kiroho. Nikasema wachungeni sana hawa watu kwenye maredio hawa. Nikasema mimi kesho naenda. Kesho mimi namtafuta Mungu hapo. Kesho mimi naenda. Mama yangu sikumwaga, mama yangu mlezi sikumwaga. Familia yangu hapo natoka saa 11 kasoro. Nikatoka mpaka Mbezi, nikapanda gari mpaka Mbezi. Namtafuta Mungu hapo mwenzako. Sijui unamtafutaje Mungu ukiwa peke yako. Nikafika Mbezi, nikashuka Mbezi. Njia kwenda Morogoro nikaishika. Amesema mkono wa kulia, nikashuka hapo. Kama saa 2 kasoro hivi nikashuka. Kushuka sio ni kanisa. Kanisa lionekani. Nikasema au nimekosea. Baadaye dakika 3 hivi wakatokea watu wengine. Nikasema inawezekana ni hapa. Lakini ni kama bar, lakini imeezekwa na makuti yale. Makuti yale. Kabisa unaona pale ni reception pale, unachukua vinywaji kabisa yani, lakini ni ya zamani kama haitumiki. Tukakaa pale kwenye vile vibenchi, tukakaa 2 3, mara 4 5 wakaongezeka. Baadaye akatokea jamaa. Ndio sasa mtumishi sijui sasa. Akatokea. Ana mkoba wake kama wa mchungaji Msenzero amewacha leo. Ulikuwa mpana hivi. Beba hivi. Na mtumishi wake nyuma amembebea. Akaenda kama pale, mbele kabisa pale. Si tuko nyuma. Akasema, nini kinafuata sasa? Mimi naangalia, moyoni najua kabisa kwamba hapa kikiumana tu naondoka. Akaanza kuitwa mmoja. Wewe njoo. Kaenda dada mmoja.
Akaongea pale, baada ya maongezi akaombewa, shika kichwa, akaombewa. Baada ya maombi, yule dada akaingia mfukoni kwenye pochi, katoa 10,000, 10, 1, 2, 3, 4. Zilikuwa kama sio za kuhesabika, kampa. Moyoni nikasema tayari. Moyoni mwangu nikasema nini? Kimeumana hapa, sio pa kukaa. Anatoa hela, maombi, hela, wa pili, wa tatu. Nilipoona mimi nakaribia, nikaenda nyuma tena. Baadaye nikachukua simu, mlima hivi, nikaa napanda, najifanya kama naongea na simu. Alo, umefika wapi? Si tuko hapa bondeni. Wewe njoo, hebu ngoja nikuchukue. Nilipotoka baba, ndio ikawa mazima pona yangu. Sikurudi tena. Kwanza hela yenyewe nilikuwa nayo. Mimi moyoni namtafuta Mungu. Kumbe wenzangu wanaombewa, wanapeana na pesa. Mimi maskini ya Mungu, pesa yenyewe sina. Namtafuta Bwana nimjue. Haleluya. Bwana asifiwe. Sitasahau. Yako mengi, tumepita mengi. Kwenye kumtafuta nani? Kwenye kumtafuta Bwana. Lakini unapopata mahali ambapo ni salama, I say mshukuru Bwana. Mshukuru Yesu. Watu wananyweshwa mafuta huko. Watu wanalishwa keki za upako huko. Watu wanapeleka nywele huko. Wanapeleka na kucha. Anasema hata kama una kucha, we bandua hata ngozi. Ilete kwa mtume, kwa nabii. Yesu yupo kwenye kucha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sauli anaingia, anaambiwa cha kufanya. Anabatizwa na Roho Mtakatifu anakuwa juu yake. Anaanza kuhubiri, Yerusalemu inasikia kwamba yule mtu aliyepewa barua awapige wa Kristo, watu wa njia ile, sasa yuko Dameski, anahubiri zile habari ambazo alikuwa anazikataa. Akarudi Yerusalemu. Kwanza hata kana Petro wenyewe hawakumwamini. Haleluya. Jamaa akaanza kuhubiri, Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Aliandikwa kwenye Mwanzo, kwenye Kutoka, kwenye Hesabu, Kumbukumbu la Torati, kwenye Walawi. Anapekwa maandiko yote, Torati nzima anamuona Yesu. Kila andiko anamuona Yesu. Wakaanza sasa kumwinda yeye. Mpaka siku moja yuko gorofani, 40 people, watu 40 wamepanga kumuua Paulo. Wamesema hatuli, hatunywi mpaka tumuue Paulo. Yaani watu wamefunga. Wewe unafunga, unamtafuta Bwana, mwenzako amefunga mtu auawe. Hatuli, hatunywi mpaka tumuue Paulo. Mjomba wake akasikia habari, akamueleza. Baadaye akashushwa na kikapu kutoka gorofani, akashushwa na kikapu mpaka chini, anakimbia. Saa yake ilikuwa bado. Huyo Paulo sasa ndo ameandika kitabu hiki cha Wakorinto. Kitabu hiki ama barua hii ya Wakorinto, nilisema siku ya juzi, kitabu cha injili injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana, Yesu yupo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yupo. Injili zote ni Yesu yupo. Mwanzo mpaka Malaki Yesu anatabiriwa. Mwanzo mpaka Malaki Yesu anafanyaje? Anatabiriwa. Tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emmanuel. Matendo ya Mitume Yesu anahubiriwa. Lakini kutoka kitabu cha Warumi mpaka kitabu cha Yuda, Yesu anaelezewa who is Jesus.
Yesu ni nani, ndo nyaraka zote mpaka Yuda anaelezewa sasa nani huyu. Lakini kitabu cha mwisho ambacho ni Ufunuo, Yesu anatabiriwa tena kuja kwake, kurudi kwake. 1:7, tazama yuaja na mawingu. Haleluya, haleluya. Sasa katika kuhubiri kwake Paulo, safari ya pili ya umisheni, ndio ameenda Korinto. Ni mji kati ya miji ya Ugiriki, moja ya miji hiyo ni Korinto pia. Na Wagiriki walikuwa na miungu mingi kidogo, lakini Mungu mkuu wao alikuwa anaitwa Zeus au Zeus, the great god of Greek, Zeus. Na walikuwa na muabudu, walikuwepo wengine wakina Eteme wa Efeso, mungu mke, mungu wa mapenzi. Na ndio maana hapa sasa utaona sasa Paulo anashughulikia mambo mengi sana ambayo yaliingia kanisani. Nisikize sasa tunapoenda kwenye ujumbe wetu sasa, watoa kwa moyo wa imani na upendo. Toa kwa moyo wa imani na upendo. Mambo mengi yaliingia kwenye kanisa la Korinto. Tuseme nini leo? Korinto leo tuchukulie mfano kama Dar es Salaam. Haleluya. Kama Dar es Salaam. Dar es Salaam mahali ambapo watu wengi wanapatikana kutoka mataifa mbalimbali. Mahali ambapo watu kutoka Ulaya wanatua pale, kutoka Asia, kutoka Korea, China wanakuja pale. Lakini haitoshi, bahari iko pale. Bahari iko pale. Kwa hiyo safari za meli Dar es Salaam pale. Ndivyo ilivyokuwa Korinto. Watu walisafiri kutoka mbali. Biashara ziko nyingi, mji wa biashara, kazi ziko nyingi, na watu wakawa na mwingiliano mwingi. Ndipo sasa kanisa la Korinto likaingia kwenye matatizo. Matatizo yenyewe, watu kutoka nje wakaingia na mambo yao ya nje kanisani, wakaacha zile tabia za kanisa. Haleluya, haleluya. Wakaacha zile tabia za nini? Za kanisa. Wakaingia na tabia zao. Lakini sadaka wanatoa, fungu la 10 wanatoa kabisa. Lakini wanaenda kuabudu miungu mingine, wanaenda kutoa sadaka kwa miungu mingine. Lakini pia kanisani wanakuja na fungu la 10 wanatoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana Paulo anasema kwenu imetokea zinaa ambaye haijawahi kutokea. Anawaambia wanani? Korinto. Na baadhi ya wanahistoria wanasema hata jina lenyewe ni uzinzi. Yaani maana ya Korinto ni uzinzi. Mambo machafu yakaendelea. Watu wameingiliana pale, mataifa mbalimbali. Hayo mambo yakaingia kanisani. Watu wakaanza kusema tunatoa fedha, fungu la 10 sisi tunatoa, sadaka sisi tunatoa, kusaidia yatima sisi tunasaidia, sisi tumekubalika na Bwana. Wakajua kutoa fungu la 10 ndo tiketi ya kwenda mbinguni. Wakajua kutoa sadaka ndo tiketi ya kwenda mbinguni. Hapana. Paulo anakataa, anasema, ngoja uone ule mstari wa kwanza anapoanza nao. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Upatu ni huu hapa, na shaba yenyewe ndio hii hapa. Unaisikia hii? Hii ndio shaba na upatu wenyewe. Hii maana yake nini neno hilo? Toe mfano hapa. Unaisikia hiyo? Sauti yake imesikia, lakini haidumu, si ndio? Zile kengele wanazopiga juu zile, unasikia zile? Ndio shaba yenyewe. Maana yake nini? Inalia kwa nguvu sana, lakini haidumu. Haidumu. Ni kweli kabisa, unatoa sadaka, unatoa fungu la 10,
lakini Mungu hayupo ndani. Anasema sasa Paulo, kunena kwa lugha mnanena sawa. You are giving offering. Yes, that is good. Tithe, mnatoa fungu la 10, ni jambo jema sana. Lakini kama huna upendo, we ni shaba iliawe na upatu. Yaani hauna kitu kama huna Mungu. Hata sadaka unazitoa sio kitu. Maana yake sasa, kama tulivyosema juzi kwamba the first priority is make sure that you have God in your heart. Sasa sadaka utatoa tena kwa furaha kwa sababu unaye Mungu. Utatoa kwa imani kwa sababu unaye. Utatoa kwa upendo kwa sababu unaye. Shida kwamba hatuna nani? Ndio maana wakati mwingine tunalazimishana. Tuna force. Na kuambia utamforce leo, kesho kutwa, lakini ni shaba ile pale. Inapiga kelele sana, lakini kelele haidumu. Ndicho anachosema Paulo sasa hapa. Anasema jamani, hata kama nikisema kwa lugha za wanadamu, tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo. Hili neno upendo maana yake kama huna Mungu, kama huna Yesu, kama huna Kristo ndani yako. That is the meaning. Hiyo ndio maana yake. Hakikisha kwanza unaye Yesu. Kama baba alivyoongea Jumapili kwamba chochote unachokifanya priority yako iwe Mungu yuko pale kati. Christ centered. Yesu awe katikati. Uwe na uhakika. Msiache kuambia watu juu ya tumaini lenu ambalo ndio Kristo. Kama umeokoka sema nimeokoka. Kama Yesu yuko ndani yako sema Yesu yuko. Una haja gani ya kuficha? Haja gani ya kuficha? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama sina upendo, mimi ni shaba inayolia tu na upatu uvumao. Nimesahau, nilikuwa nataka nitoe mfano mwingine hapa. Ndoo ya maji yenye maji iliyojaa na ndoo ambayo haina kitu, ukipiga sauti zao zinatofautiana, si ndio? Ukiigonga kwenye ubavu lazima uone tofauti. Na ndio maana sasa ile ndoo ambayo haina kitu ukiipiga, mara nyingi hata sisi tumezoea kuita debe tupu, halina kitu. Lakini yenye maji ukiipiga, hata saundi yake utaielewa kwamba kuna kitu ndani. Kuna mtu hapa ninapoongea hivi maneno haya, moyo wake unakubali kwamba kweli kabisa huyu ni Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa nini? Kuna kitu ndani. Kuna kitu ndani. Kama sina upendo, kama sina Yesu, mimi ni shaba. Jamaa walikuwa natoa sadaka. Yaani hapa wewe mawazo yako fikiriaga Dar es Salaam, kanisa kubwa liko Dar es Salaam pale. Watu wanasafiri na meli kwenda Zanzibar, kutoka huko nje ya nchi na ndege zinashuka pale. Nashuka pale. Unafikiri sadaka zake za kitoto? Watu wanasafirisha mizigo, biashara ziko nyingi. Wakaanza kuingia na mambo ya duniani kanisani. Kwamba kama kutoa tunatoa, kama sadaka tunatoa, nini sasa tumepungukiwa? Si uzima tunayo? Paulo anasema hapana. Hata kama unanena kwa lugha mzee. Kama una Yesu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaani nyinyi hamjasoma. Watakuja, Yesu anasema, watakuja watasema tulitoa pepo kwa jina lako,
nitawaambia ondokeni kwangu, sikuwajua. Lakini pepo alifanyaje? Kwa hiyo kutoa pepo sio issue. That's the meaning. Kutoa pepo, kusema pona akapona, sio issue. It's not an issue. Sio swala hilo. Wewe unaombea wanapona, hilo sio swala. Swala unaye huyo Yesu unayemtaja. Nisikilize, walikuwepo kuna vijana kwenye Biblia umeandikwa wana wa nani? Wa nani? Wasikie wewe. Bila ufunuo mioyo yao ilichangamka, sijui wakasema hapa na sisi ngoja tujaribu. Huko hatujaribu. Ukitaja hakikisha unaye. Una ulinzi. Uwe na ulinzi. Ukisema kwa jina la Yesu, uwe na ulinzi kweli kweli huyo. Wakasema kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Toka uende. Wewe yule pepo akawavaa. Piga chana na nguo, wakatoka ndani wako uchi. Kimbia. Inshu sio kuombea kansa ikakauka. Inshu sio hiyo. Yesu anasema hivi, alipowatuma wale 70 wakaja wakarudi kwa furaha, wakasema Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Tuliposema kwa jina la Yesu, watu wakapona, watu pepo zikakimbia. Yesu akasema, nilimwona shetani akianguka kama umeme kutoka mbinguni. Msifurahi kwa sababu pepo wanawatii, furahini kwa sababu majina yenu yani kinanda unapiga, lakini hakikisha Yesu yuko wapi. Drum unapiga, lakini hakikisha Yesu yuko wapi. Gitaa unapiga, tunakusanyika hapa tuhakikishe Yesu yupo ndani yetu. By the way, hata hivyo dunia yenyewe hata uwezi uka survive kwenye dunia bila huyo Yesu ama huyo shetani. Maandiko yanasema hivi, kwa sababu wamefanya agano na kuzimu. Wamefanya agano na nani? Na kuzimu. Kwamba pigo rifulikalo halitawapata. Wamepatana na mauti. Kwamba sisi tumepatana na mauti na kuzimu. Hatufi leo, hatufi kesho, tumepatana miaka 10. Tuishi miaka 10, tuwe matajiri miaka 10, tuwe matajiri miaka 20. Wamepatana na nani? Na kuzimu. Wamepatana nao. Lakini Mungu anasema hivi, hata kama kuzimu imepatana na ninyi, pigo linalofurika litawapata. Kuna watu wamepatana na mauti. Wameenda kwa mganga, wamerusha mahindi. Rusha mahindi. Kuku akaja, lakini sio kuku ambaye unaweza kumchinja ukala. Akaja, hana manyoya. Hana manyoya na ni mwekundu kabisa. Akaja akadonoa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mpaka 20. Akaambiwa utaishi miaka 20 na utakuwa tajiri wa kufa mtu. Miaka 20 kiisha, kaongee naye tena, la sivyo nenda na maji. Kaongee naye, kama utampa mtoto wako wa kwanza, utampa mama yako, utampa baba yako, hata chochote kile, kaongee naye tena. Haleluya. Haleluya. Hakikisha na wewe unaye Yesu. Hakikisha na wewe unaye nani? Unaye Yesu. Bila Yesu hapa duniani huwezi ukasurvive. Kutoa kwa imani na kwa upendo. Upendo hauwezi kuwa nao kama Yesu hayupo. Huwezi kuwa na imani kama Yesu hayupo. Upendo na nini? Kutoa kwa imani na kwa upendo. Kama una Yesu, huo upendo uko wapi? Kwa sababu the fount of love is Jesus. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, Paulo anasema
kama sina upendo mimi ni bure. Kama sina upendo ni bure. Je, swali la msingi ni hili. Wangapi wanatamani kumjua Mungu hapa? Wangapi wanatamani kumjua Mungu hapa? Tamani kumjua Mungu hapa. Nani ana shauku na kumjua Mungu hapa? Katika jina la Yesu. Na leo tunaenda kuomba. Na kama kuna vitu vinazuia, vinaenda kuachia. Nimekwambia mimi bado mchanga tu nikapewa ushemasi na mchungaji wangu. Ushemasi. Bado mchanga tu. Nina moto wa kuhubiri injili. Akanipa ushemasi. Sijakaa vizuri niliowakuta kanisani ambao wanatakiwa wanisaidie, wakaanza kuniuliza mimi maswali kuhusu Mungu. Hivi ile andiko linasemaje? Maana yake nini? Nikawa na watatulia. Haleluya. Haleluya. Shauku ile. Moyo wangu niling'ang'ana, nikasema nataka nikujue. Kwa sababu huyo pepo anayetoka ndani ya mtu, huyo mtu baada ya hapo anaenda wapi? Amjue Mungu sasa. Nawe mjue Bwana Mungu wako. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndipo mema atakapo. Ishu ni kujua. Unamjua huyo Kristo? Unaye huyo? Yuko ndani yako? Pastor Mbonisie, tunapoenda za hivi zile na Mungu awepo. Haleluya. Tunacheza, tunafurahi. Yupo. Tuna uhakika. Siku moja nimeota ndoto. Na mara kwa mara hizi ndoto zinanitokea. Nimeota ndoto. Niliwahi kuhadisia wapi? Tumeenda mahali, tumekusanyika, tuko uchi yani, lakini hamna aibu. Hatuna aibu yoyote, lakini wote tuko uchi. Mawazo yangu yananiambia hapa ni mbinguni. Na sasa siku ya hukumu, mawazo yangu sasa tumepanga mstari wa kwanza, wa pili mpaka 7, mistari 7. Panga mbali kabisa, imeenda sana, hauoni mwisho. Sasa kuna watu wanaenda mstari wa pili, wanarudi wa tatu, wanaenda wa kwanza, yani kama hawaelewi. Akili yangu nasema nyinyi hamuelewi. Tunaenda kwenye judgment, kwenye hukumu, nyinyi hamuelewi. Tukaona sasa mtu anatokea, anasema sasa mstari wa kwanza handaki lao ni lile pale. Limeandikwa kabisa 1, 2 mpaka 7. Unapita kwenye handaki. Wangapi wanajua mahandaki? Mahandaki ni lile njia ambazo zimpita kwenye chini ama kwenye jio, si ndio? Tupite hapo. Tunaambiwa tupite. Na kupita kwenyewe ni kwa kukimbia. Lazima ukimbie. Tukaanza kukimbia. Kimbia. Tukaingia sasa kwenye handaki. Tulipoingia kwenye handaki, mkono wa kulia kuna vyumba. Lakini vile vyumba ndani yake kuna moto kali sana. Mbele yangu wanavutwa watu, yaani kama sumako. Ukifika kwenye mlango unavutwa na ule moto. Unavutwa. Nyuma nasikia watu wanavutwa. Nasikia tu vup. Mbele wanavutwa, nyuma mimi niko nakimbia. Lakini sivutu, inakimbia. Mpaka namaliza ndoto, sikufika mwisho, sikutoboa. Sijavutwa na sijafika mwishoni. Mara ya pili tena hapa juzi sasa nikaota tena ni kama ndege imekuja. Alafu mawazo yanasema hii ndege ndio ya wokovu. Ile ndege ina kamba. Sasa inaonekana watu wote, karibia wote wameondoka. Karibia wote wamekufa na wengine wameondoka na ile ndege. Na ile kamba ndio inaning'inia hapo. Mimi nikaichukua ile kamba nikaanza kuning'inia. Tukaanza kuondoka na ile ndege. Ndio kao wokovu wangu kutoka pale. Asubuhi naamka, mdogo wangu mdogo wangu mdogo miaka 6 hivi. Yuko darasa la 3. Akasema, kaka Kevi. Nikasema he? Akasema
kwa sekunde kama 3 hivi akanyamaza. Baadaye akasema Mungu anakupenda. Akaishia hapo. Mungu anakupenda. Moyoni mwangu mimi nikasema sawa, asante Mungu kwa unanipenda. Na mara kadhaa nimethibitishwa. Kwa hiyo ninaposema nimeokoka na mpenda Yesu na mbinguni naenda, nina uhakika. Nina uhakika. Hakuna wa kunirudisha nyuma, hiyo guarantee ninayo. Na natamani jioni ya leo watu waondoke na hiyo guarantee. Huo uhakika uondoke nao kwamba Yesu uwe naye. Haleluya. Uwe na Yesu. Pamoja na kunena kwa lugha, pamoja na kutabiri. Karama ni kama nini? Karama ni kama chombo. Karama ni kama chombo. Chombo sinaweza kawa sahani. Kama ni tupu utakula. Never. Karama ni chombo cha kusakizia kile ulichonacho ndani kitokee. Tunaposema elimu ni ufunguo wa maisha, maana yake ni torch. Elimu ni kama karama sasa kwenye Biblia. Tukisema karama maana yake ni torch. Baada ya Yesu yuko ndani yako, sasa karama zinatakiwa ziwepo. Za kunena kwa lugha, za kuponya magonjwa, za kufufua wafu. Lakini hizo hazikuhakikishii kwamba ni wa Yesu ama wanaenda mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata wale walitoa pepo. Kwa sababu hata wale 10 walikuwa wanaitwa wanawali. Kwani tofauti ilikuwa nini? Wote walikuwa wanawali. Tofauti ni kwamba wengine walikuwa wapumbavu, wengine wenye akili. Jioni ya leo natamani mtu mmoja awe na akili ambayo Mungu atamvuvia. Na mimi naenda kumuomba Mungu hapa pamoja na wachungaji, na Mungu aende kufungua mioyo ya watu hapa, na utafunguliwa, na shauku ya kumpenda Mungu isiyo kawaida itatokea ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kabla ya yote, kama anavyosema, kama una neno na jirani yako, rudisha sadaka, usitoe kwanza. Patana kwanza na mshitaki wako. Yaani umjue Kristo kwanza, ujue sheria zake kwanza, ujue unapoingia na kutoka kwanza, ujue utapita kona gani. Na ndio maana wale lawyers lawyer ni nani? Mwanasheria. Hawezi akaenda kwenye kesi yako bila kuangalia faili yako la mashitaka. Hawezi. Never. Aangalie lile faili la mashitaka, umepita wapi, polisi wamekufanyaje, umeenda wapi, reaction yake, mpaka anahakikisha kwanza. Alafu yeye kwa sababu amesoma sheria, anajua pa kutokea ni hapa, ni hapa, ni hapa, ni hapa. Wakisema hivi tutasema hivi, na lazima waseme, anajua kabisa. Na ndio maana sasa Roho Mtakatifu ni kama mwanasheria wetu. Roho Mtakatifu ni kama mwenye anatusaidia kutafsiri sheria ya Mungu inasema nini. Haleluya. Haleluya. Jehova ile haleluya. Jehova ile haleluya. Naomba usimame sasa. Kutoa kwa imani na kwa moyo, vya kuzingatia. Hayo ni mambo ya kuzingatia, kutoa kwa imani na kwa moyo. Kama sina upendo, hata huko kutoa hakufaidi kitu. Naomba wote tuje mbele. Nataka niombe na mtu hapa ambaye moyo wake una shauku, na sio kwa sababu yako wewe, ni kwa sababu ya neno la Mungu ambalo unalisikia na limekupa shauku ya kutaka kumjua yeye. Sio kwa sababu hatushindani kwenda mbinguni. Hatushindani. Na hakuna mtu ambaye
atafanya bidii kwa uweza wake eti aende mbinguni. Ni kwa Roho wa Bwana, sio kwa majeshi. Ni kwa Roho wa Bwana. Na Roho wa Bwana ndo haya maneno unayoyasikia. Haya maneno unayoyasikia ndo Roho mwenyewe. Uwe na Yesu kwanza. Kabla hujasema nibariki tumbo la uzazi, uwe na Yesu kwanza. Hata unaposema uwe na uhakika. Uwe na uhakika. Petro na Yohana wakapelekwa kwenye mahakama ya kidini. Wakaulizwa, ni kwa jina gani mnatenda mambo haya? Wakawazuia wasitende tena wala wasihubiri kwa jina la Yesu. Petro akasema, amueni ninyi, lakini sisi hatuwezi kuacha kuyasema yale tuliyoyaona na tuliyoyasikia. Ukimjua Yesu hutanyamaza. Ukimjua Yesu hutalazimishwa kutoa fungu la 10, sadaka yote. Yaani ukimjua Yesu, Yesu akiwa ndani yako, nikuone, natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu. Natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Natamani nikuone, niuone uso wako, Funga macho yako. Naomba nisikilize ukiwa umefunga macho yako. Kuna mambo ambayo yanakuzuia kwa kujua ama kutokujua usimjue Mungu. Kuna roho chafu ambazo zimekamata wewe. Nilisema siku ya juzi, wengine wamekuja hapa kwa kubembelezwa, kwa kusukumwa, lakini umefika. Mungu amekusaidia umefika na umeyasikia haya. Naona kuna moyo wa mtu hapo unamtamani Bwana. Na kuna vitu vimefunga katika jina la Yesu aliye hai. Moyo unamtamani Bwana, umjue Bwana. Nikujue wewe. Yesu alifanya mambo matatu. Jambo la kwanza, wakamwacha Yerusalemu. Amekaa na walimu wa sheria akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Wazazi wake, yani Mariamu na Yusufu, walipomkuta amekaa na wale walimu wa sheria, wanashangaa ni akili namna gani alionayo. Wakamuuliza, kutwa zima tumekutafuta, haupo na sisi. Yesu akasema, je, hamkujua imenipasa kuwepo nyumbani mwa Baba yangu? Maana yake ni hii. Jambo la kwanza, umjue kwanza Yesu. Kabla hujamtangaza Yesu, umjue kwanza ni wa namna gani. Umjue kwanza kabla hujamwabudu. Ndio maana sasa tunakuja hapa tumjue yeye. Siku ya Jumatano, siku ya Ijumaa, siku ya Jumapili, kwenye zoni zetu tumjue yeye. Tung'ang'ane tumjue yeye. Tukisema tumesema kwa jina lake. Jambo la pili,
Yohana 9 anasema imetupasa kuifanya kazi yake yeye aliyenipeleka. Jambo la pili. Jambo la tatu, msalabani akaitoa roho yake, akasema, kabla ya kuitoa roho yake akasema imekwisha. Na kuombea neema ya Bwana kwa jina la Yesu aliye hai kwenye uso wa nchi hii, kabla hujamaliza siku zako kwenye uso wa nchi hii, umjue Yesu, umjue Yesu, umjue Yesu, na uombee moyo wako kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, umjue yeye. Wachungaji, tuwawekee watu mikono kwa jina la Yesu. Naona mioyo yenye shauku ya kutaka kumjua Bwana, na kila pepo ataondoka leo, na kila ugonjwa utasambaratika leo katika jina la Yesu aliye hai. Mjue sana Bwana kwa jina la Yesu aliye hai. Na kama kuna vifungo vimefunga kwa jina la Yesu, umjue Bwana, umjue Bwana, umjue Bwana, umjue Bwana, umjue Bwana. Uwe na Yesu kwanza, uwe na Yesu kwanza kabla hujamhubiri, awe ndani kwanza kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa damu mwana kondoo aliye hai, kwa jina la Yesu, vifungo vyote, vifungo vyote, vifungo vyote, vifungo vyote, vifungo vyote, naamuru moto, naamuru moto, naamuru moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo. Mjue sana Mungu na moyo wako, weka shauku moyo wako, na weka shauku ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu aliye hai, na weka shauku ndani ya moyo wako. Kila vifungo kwa jina la Yesu, na amuru vifungo vyote viachie ndani ya maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Na amuru moto, na amuru moto, na amuru moto, kila silaha za adui na zifyeka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Moto, 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 kila vifungo, kila vifungo, kila vifungo, naachia moto, naachia moto, naachia moto, naachia moto kwa jina la Yesu. Moyo ufunguke. Jamani, angalia mioyo kwa jina la Yesu. Uwe shauku ya kupenda Mungu. Kila vifungo ndani ya moyo, kila vifungo ndani ya moyo kwa jina la Yesu, na viapisha kwa moto, 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 kila vifungo, kila vifungo. Huyo Yesu anafungua moyo, 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 moyo unaachiliwa, moyo unaachiliwa, moyo unaachiliwa, moyo unaachiliwa. Aha, 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 aha. Shauku ya kumpenda Mungu, shauku ya kusoma neno la Bwana, shauku ya kumpenda Mungu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hayo machoka yanakimbia, hayo machoka yanakimbia kwa jina la Yesu. Hivyo vifungo vinaachia. Anatengeneza, 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 anatengeneza. Shakata.
Kuna wainjilisti hapa, kuna wachungaji hapa, kuna waimbaji wa nyimbo za injili hapa. Utamwimbia Bwana kwa jina la Yesu, vipofu wataona. Safari ni safari ya mwisho, safari ya mwisho. Bwana anataka ainua watu hapa kwa jina la Yesu. Achilie moyo wako, achilie moyo wako. Kuna vipawa hapa, kuna vipawa hapa, kuna vipawa hapa, kuna vipawa. Pokea kwa jina la Yesu. Kabla hujamaliza safari yako, pokea kwa jina la Yesu. Kila ambacho kwa dunia umekuja kiwe kwako kwa jina la Yesu. Yatimie kwako kwa jina la Yesu. Yatimie kwako kwa jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Yatimie kwako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Achili Yeshua. Yeshua. Yeshua ni Yesu. Sema tena Yeshua.
Thank you, Yeshua. Yeshua, thank you for your presence. Yeshua, thank you for your anointing. You anointed a preacher of today. Yeshua, thank you for this assembly, because you meet with your needs. You intervene in their situation. You heal their diseases. You touch their hearts. You release your power. You make a transformation and changes in their hearts and their spirits. Yeshua, thank you. I haven't more to say, but only thank you. Thank you. Mwambie Yesu asante. Huku napiga makofi mengi. Ongeza makofi kwa Yeshua. Ongeza makofi kwa Yesu kwa kumtumia mtumishi wake. Ongeza makofi kwa Yesu kwa kukutana watu wake. Ongeza makofi kwa Yesu kwa sababu tumemwona jioni ya leo. Amen. 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 Ninahisi uwepo wa Bwana nyumbani mwake jioni ya leo. Natamani ibada iendelee hata mpaka usiku, hata kesho. Lakini kutokana tunakwenda na utaratibu, basi nitaendelea na matangazo. Lakini kama upo katika uwepo wa Bwana, usikate uwepo wa Bwana. Endelea kunena. Unanena huku unasikiliza matangazo. Uwanja uko wazi, unaweza ukabaki ukaendelea na maombi. Tangazo letu la kwanza